Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaniye nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliowapata huko Harani wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More na wa Kanaani. Siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akaipiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Basi takuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Tafadhali useme, wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu ishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, Wamisri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamwona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao, naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abrahamu. Ndipo Farao akamwita Abrahamu akasema, nini hili ulilonitendea? Mbona hukuniambia ya kuwa huyo ni mkeo? Mbona ulisema huyo ni umbu langu, hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako mchukue, uende zako. Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, wakampeleka njiani na mkewe na kila alichokuwa nacho.